anawapigania. Lakini la pili, Mheshimiwa Spika, la elimu. Mheshimiwa Spika, kupitia mpango wa msaada wa kisheria wa Mama Samia, serikali imekuwa ikitoa elimu kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, asasi za kiraia na taasisi nyingine mbalimbali. Katika elimu hiyo tunatoa elimu pia za haki za binadamu, haki za wanawake, haki za wasichana, ambapo jambo hili nalo linatolewa elimu kwa kiwango kikubwa sana, na tunaamini kwa kuwa tumeenda vizuri katika awamu ya kwanza ya mpango huo, tutaendeleza katika awamu ya pili ili tutokomeze kabisa jambo hili. Mheshimiwa Mwita Mwikwabe Waitara, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, nashukuru Spika, ili upambane na wahalifu inabidi wewe usio sehemu ya wahalifu. Sasa ili Watanzania na hasa bunge tupigane vita ya usagaji na ushoga. Je, serikali ipo tayari kuweka masharti hapo na mashine hapo nje? Wabunge wote wanapoingia humu ndani wapimwe kwanza, tujue kama kuna usagaji na kama kuna mashoga, ili tupambane na ushoga nchi hii. Mheshimiwa Waitara, hilo swali linaelekezwa kwa waziri au kwangu? Mheshimiwa, swali linaenda kwa serikali kwa maana ya waziri wa sheria. Sasa serikali inaweza kuleta mashine hapa ya kupima kweli bungeni? Sitakuwa inatuingilia. Sawa, sasa kama swali lilikuwa linaelekezwa kwangu, mimi siwezi kuuliza swali nikiwa hapa mbele. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, pia hilo swali kwa kuwa halikuhusu wewe, kwa hiyo hilo sitakupa nafasi ya kulijibu. Mheshimiwa Angelina Malembeka, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Nilitaka kufahamu kutoka kwa Mheshimiwa Waziri, katika huo mswada wanaouandaa kwa ajili ya wanawake kwa swala la usagaji, je, wamezingatia kwenye swala la ulawiti? Kwa sababu sasa hivi swala la ulawiti ni kubwa zaidi kuliko hilo la usagaji. Asante. Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, sheria ya makosa ya jinai sura ya 16 ilifanyiwa mabadiliko makubwa mwaka 1998 kupitia sheria namba 4 ya mwaka 1998, ambapo makosa mengi ya kujamiiana yaliingizwa mle, ikiwemo kosa la ulawiti. Hili kosa tunalolisema hapa ni kosa ambalo halikuingizwa katika mabadiliko ya mwaka 1998, ndio maana tunapendekeza liingizwe sasa. Hivyo basi swala la ulawiti tayari liko kwenye sheria zetu kwa hivi sasa. Kinachotakiwa ni elimu na utekelezaji wa sheria iliyopo. Mheshimiwa Waziri, asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa Bunge. Wizara ya Afya, Mheshimiwa Stella Ikupa Alex, mbunge wa viti maalum, sasa ulize swali lake. Swali la mbunge linauliza, je, upi mkakati wa serikali wa kutoa dawa bure kwa wagonjwa wa akili? Naibu Waziri Dr. Godwin Mollel anatoa maelezo ya majibu ya serikali. Mheshimiwa Spika, mkakati wa serikali wa utoaji wa huduma za afya unafuata sera ya afya ya mwaka 2007, sura ya 5 sehemu ya 4 ibara ya kwanza hadi ya 3, ambayo imefafanua njia mbalimbali za ushirikishwaji, uchangiaji na utoaji msamaha ya huduma za afya. Sera inaelekeza wagonjwa wenye ugonjwa wa muda mrefu ikiwemo matatizo ya afya ya akili wanaweza kupatiwa msamaha wa huduma za matibabu kulingana na uwezo wa wagonjwa hao au watu wanaohudumia kupitia mifumo inayohusisha afisa ustawi wa hospitali husika na watendaji kutoka eneo ambalo mgonjwa anaishi. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Stella Ikupa Alex, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, pamoja na majibu mazuri ya serikali, lakini njia zilizoelezwa kwenye jibu la msingi hazinufaishi walengwa ipasavyo. Nini kauli ya serikali kwa hili? Lakini pia Mheshimiwa Spika, kupitia bunge lako tukufu, serikali inaonaje ikawakumbusha maafisa ustawi kutekeleza haya ambayo yameelezwa kwenye jibu la msingi
kwa kuwa tayari tuna takwimu sahihi za watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Spika, hali ya wagonjwa wa akili si nzuri, na hasa ikizingatia kwamba hawana uwezo wa kugharamia matibabu haya. Naomba kauli ya serikali. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu maswali mawili ya Mheshimiwa Stella Ikupa. Kwanza nianze kwa kumpongeza kwa sababu kwa kweli kama kuna eneo ambalo ametendea haki katika bunge hili kwa miaka hii mitano ni eneo hili la walemavu, lakini pia la wenzetu wenye matatizo ya akili. Mimi nimwambie tu kwa sababu tunakuja na sera mpya sera mpya ya afya, eneo hili tutaenda kuliangalia kwa kina, tuone ni namna gani tunaweza tukaboresha, na mimi na wewe tushirikiane ili utupe mawazo tuweze kuja na namna nyingine nzuri mpya ambayo inaweza ikawafikia vizuri wahusika. Lakini eneo la pili, swali lake la pili ni kwamba tunafanyaje ili niwaambieje ustawi wa jamii waweze kufanya kazi yao. Mimi niseme tu, nisisitize moja, kuwaomba wananchi ambao wana wagonjwa wa aina mbalimbali wasio na uwezo wa kulipa washirikiane na watendaji wa kata kuhakikisha wakati wanaelekea kwenye hospitali basi wawe tayari na zile barua za watendaji wa kata, na kuwaomba watendaji wa kata nchi nzima watoe ushirikiano kwa wagonjwa na ndugu wa wagonjwa ili kuweza kusaidiwa. Ila ni mtoe tu wasiwasi dadangu Stella Ikupa, kwa mfano kwenye hospitali yetu ya Mirembe kwa mwaka huu tu serikali imepeleka kuanzia Juni 2024 mpaka sasa serikali imepeleka dawa zenye thamani ya bilioni 1.72, lakini zaidi ya dawa za milioni 800 zimetolewa kwa wagonjwa wenye matatizo kama hao ambao hawawezi kujilipia. Lakini ni kuhakikishia kwamba tutaendelea kuboresha, na ili eneo tunachukua tunaenda kulifanyia kazi ili kutizama kwa kina zaidi kuhakikisha tunaondoa matatizo unayoyasema. Mheshimiwa Conchester Ramlaza, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, watoto ambao wana magonjwa ya kifafa na magonjwa mengine kama hayo ambayo yanaathiri ubongo, gharama za kununua dawa zao ni gari, lakini pia ni za kutumia muda mrefu. Wazazi wengine Mheshimiwa Spika wanatoa unaweza kununua za mwaka mmoja, miaka mingine mitano wanawaachia katikati. Je, serikali haiwezi kutoa ruzuku kusupplement hizi dawa ili wazazi waweze kuzinunua na watoto waweze kutibiwa? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kwa kifupi. Mheshimiwa Spika, cha kwanza kwa sababu sasa tulichonacho kwenye sera ya afya ni utaratibu huu nilioutaja hapa, tutaendelea kuuboresha ili uweze kuwafikia na kusaidia watu kama hao. Lakini nimwambie tu Mheshimiwa mbunge amefanya kazi nzuri sana hapa ya kuja na bima ya afya kwa watu wote. Mimi nafikiri nalo hili ukijumlisha hili la kisera, lakini pia bima ya afya kwa wote inaweza ikatusaidia tukafika mahali pazuri sana za kuhudumia watu kama ambavyo ametegemea. Mheshimiwa Amandus Chinguile, swali la nyongeza. Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Wako wananchi wenye tatizo la afya ya akili na bado hawajapata huduma na hasa jamii zetu ni kama vile zimewatenga, hasa maeneo ya vijijini. Mheshimiwa Spika, upi mpango wa serikali kuhakikisha kwamba elimu inatolewa na kuhakikisha wale wenye tatizo la afya ya akili tunawafikia na hasa kwenye maeneo ya vijijini? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, ni kweli kama anavyosema Mheshimiwa mbunge, tuna wagonjwa wenye afya ya akili na mara nyingi jamii imeshindwa kusaidiana na serikali kuhakikisha wanafika kwenye maeneo wanaweza wakapata huduma. Sisi ambacho tunakifanya kwa kushirikiana na TAMISEMI lakini pamoja na Wizara ya Maendeleo ya Jamii ni kuendelea kuelimisha jamii ili kutambua haya mambo na kuweza jamii kung'amua hao watu na kuwafikisha mapema kwenye vituo vyetu. Na kwa kweli jamii imejitahidi. Kwa mfano kwa mwaka huu tu toka Juni mpaka sasa wagonjwa 2700 wamefikishwa kwenye hospitali yetu ya Mirembe, na maana yake hao tu ni wale unaozungumzia kwenye hospitali ya taifa. Maana yake hata kwenye wilaya zetu na sehemu zingine wamefika wengi sana. Kwa hiyo